Hii hasira ni mbaya. Unakuwa na hasira na kila mtu. Kwamba unakuwa na hasira na watu, unaweza kusema labda ni madaktari walikuwa wazembe, labda ni serikali ilikuwa inafanya uzembe. Ukimaliza wote wa duniani unahamia mbinguni. Babu yetu mkubwa amefariki mwaka huu, ambaye ni babu mkubwa. Alikuwa 90 something. Yupo na kwenye msiba alikuwepo. Hakuja huko, lakini baadaye tulipoenda Marangu tulimkuta. Sana mwangalia hivi, Mungu kama ilikuwa kuna namba zitakiwa zitimize. Hivi ukumuona huyu unamwacha kwanza ni mlevi, alafu mshenzi tu. Alafu unamchukua mchungaji, askofu. Hivyo Mungu aina gani? Yani kama I say. Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Karibu tena kwenye episodi nyingine. Leo tutaongelea mambo ya maombolezo. Grief, unapitaje kwenye nyakati za huzuni pale unapofiwa na mpendwa wako? Unavuka vipi kwenye nyakati za maombolezo pale unapofiwa na mpendwa wako? Majina yangu mimi naitwa Erin Kamgisha. Mezani kwangu hapa leo nipo na Mwalimu Timothy Kiara. Si mgeni kwenu, tumefanya naye vipindi kadhaa, ni mwalimu mzuri na mimi namfurahia sana Mwalimu Timo akifundisha. Yani unaelewa. Yani stage by stage, step by step unakuwa unaelewa. Kwa leo tutazungumzia hayo kwa sababu ni mada pia ambayo haizungumziwi sana. Inazungumzia kwa uchache na sio kwa undani. Lakini watu tunafiwa. Watu wanafiwa, wanapitia changamoto. Unajikuta umefiwa, ujui sasa maisha unaendelea vipi kutokea hapo. Unajikuta ujui uishi vipi kutokea hapo. Unachanganyikiwa, unawakumuelezea kwa sababu ni muda ukipita watu wanaendelea na mambo yao, wewe unabaki na huzuni, unabaki na maombolezo. Kwa hiyo unajikuta uko stuck na hauna msaada. Na ndio maana tuko hapa kwenye Fix You ili itakapokutokea au kama imekutokea ujue unafanyaje kutokea hapo. Kwa karibu sana Mwalimu Timo. Asante. Labda ujitambulishe tena. Maana huku pia kuna wageni nadhani. Yes. Yeah. Jitambulishe tena ili tuweze kwenda sambamba. Okay. Asante sana Kamrin ama Irene. Kama ulivyosema ninaitwa Timothy Kiara. Kwa profession ama taaluma mimi ni mhandisi wa majengo na infrastructure. Zaidi sana sasa nafanya usimamizi wa ujenzi wa bandari. Lakini kwa profession nyingine ama taaluma nyingine mimi ni mwalimu, nafundisha study za maisha. Yani vile vitu ambavyo tunavihitaji tuweze kuishi maisha ya manufaa na maisha ambayo ni yana maana kwenye ulimwengu ambao tunapita. Ni mume wa mke mmoja, kiwangu anaitwa Irene. Tuna watoto 2 wa kuzaa na wengine 3 wa kuadopt. Naita neno adopt lakini nalitumia loosely kwa sababu kwenye familia zetu watu wanakuja wanakaa wanakuwa ni watoto wetu tayari 3. Kwa jumla ni watoto 5, lakini na watoto wengine wengi tu kwenye huduma ya Hekima Talk ambao tunawalea na kuwafundisha na kuwasaidia tunaposonga mbele kimaisha. Alright. Yes. Sawa. Wow, Pastor Tim, karibu tena kwenye Fix You. Asante. Wana Fix You walikupenda sana. Nashukuru. Na bado wanakupenda, naamini hivyo. Ndio. Kwa hiyo najua leo hizi stages za grief utatuelezea vizuri kwa sababu wewe pia ni mhanga. Pastor Tim naye ni mhanga. Yaani huku duniani bwana hakuna exception, hakuna tatizo, wanasema tatizo halina mwenyewe. Yaani linaweza likamkuta yoyote wakati wowote. Absolutely. Lakini ni vizuri likikukuta basi uwe angalau unaka kitu ndani yako kwa kukusaidia navigate vizuri. Kwa hiyo tuko hapa, mimi nimefiwa, Pastor Tim naye alifiwa.
Kwa hiyo wahanga wawili. wahanga wawili. Mimi navyoona Pastor Tim, mimi nimepona haraka kuliko wewe sana. Siji utatupa siri yako leo. Utatupa siri yako. Pastor Tim, mimi sijajua kwa nini umekwama hapo muda mrefu. Yaani shida ilikuwa ni nini? I don't know. Labda baadaye tutakuja taeleza, lakini miaka miwili ya mwanzo nilikuwa okay kabisa. Kuanzia ile siku ilivyotoka, ile process ya kuelekea ule msiba, mpaka msiba ulivyotokea, na mpaka tunakuja kufanya anniversary ya mwaka wa pili. Normal kabisa. Ulikuwa unajisikia uko sawa? Sawa kabisa, mpaka ndugu zangu ambao walikuwa wanapitia zile episode za grief ambao baadaye tutakuja kuziona, akawachanga huyu jamaa vipi? Huyu jamaa yukoje? Kwa mimi nikaona kwa sababu nilikuwa nimeshajiandaa. Of course tulipata watu walikuja kufanyia counseling, akaongea na sisi kwa sababu tulipigwa ile ndani ya mwezi mmoja. Ghafla baba akaumwa, mama akaumwa, alafu wakafariki. Walipishana siku ngapi? Na wiki 2. Yes. Lakini waliingia hospitali, walipishana wiki 2 kuingia hospitali, na wakapishana kama wiki 2 na siku chache kufariki. Walikuwa na COVID wote. Oh no. Na walipata yani ghafla tu ingia hospitali. Baada ya muda baba anauliza, mama vipi, mbona arudi? Anamwambia mama bado anaumwa, tukao tunamficha. Kina yeye akakamatwa na oksijeni kashuka, tukampeleka. Alitangulia mama? Alitangulia mama. Mama alifariki. Ambapo mzee hakujua kama ameondoka. Hakujua kama mama ameondoka. By the time mama anafariki, baba alikuwa tayari yuko kwenye intubation na hayuko tena aware na surroundings zake, ilikuwa ni kusubiri tu. That was kwa ndani ya wiki 2 hata wale waliokuja kwenye msiba wa mama hawajatulia kule, tunawaambia rudini tena. Tuje tumalize na wababa. Kwa hiyo kama ilitupiga sasa. Kwa hiyo miaka miwili ile ya mwanzo mpaka mimi nikaona, kwa hiyo tukawa tumejiandaa kwa sababu kwamba najua grief itatukamata. Kwa hiyo tunafanyaje na nini, itakapopitia hivi. Kwa hiyo baada ile miaka miwili nikaona kumbe mimi nishapona, mimi niko fresh. Lakini sijui ikatokea wapi suddenly nikaingia kwenye ile stage, baada tuongea vizuri stage by stage, nikaingia kwenye anger. Nilikuwa nina hasira za hatari. Na alokuja kunistua ni mke wangu, asema Timo, mbona una hasira hivyo? Yani kitu kidogo tu umelipuka. Ndo nastuka, hivi ndio nimeanza. Kwa hiyo mimi nakuja kuanza miaka miwili baadaye, ndio naanza kupita kwenye ile hasira, naanza kupita kwenye, na nilikuwa na hasira na kila mtu including Mungu wao. Nilimuita majina magumu tu. Ulimkasirikia kila mtu mpaka na Mungu, namuita mshenzi tu huyu. Mshenzi sana, yani mambo gani anafanya. Sasa lakini sasa ukiangalia ile miaka miwili ya mwanzo nilikuwa okay, nilikuwa namshukuru Mungu, nasema Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Ile ni yani ni kama ile mechanical, nimezoea. Lakini nilipokuja kuhit nasema wait a minute, Bwana ametoa, ujinga gani? Kwa nini anatoa namna hii? Kwa nini asiwape space? Kwa nini asiwape space? Huu ni ushenzi. Yani nilikuwa na hasira mbaya sana. Nakuelewa sana. Yeah. I truly understand that. Kwa hiyo nafikiri nilichelewa kwa sababu nilianza late, lakini pia nahisi ni ile tabia wengine wanaita ya kichungaji. Lakini ni ile kwamba unakuwa kama unasimama kwa niaba ya wenzako, kwamba kuwasaidia wengine, kuwatia moyo. Kwa mimi nilikuwa najikuta nafanya sana kwa ajili ya wenzangu, nikajisahau mimi. Kwa hiyo kuja sasa kufikia kwangu mimi, ikanipindua kichwa chini miguu juu. Hivi Pastor Tim, nikuulize swali la kizushi kabla hatujaingia kwenye stages. Yes. Pale wakati unafiwa, watu wengi wanakuja kukupa pole, na watu wengi wanakuambia maneno tofauti. Like tukiamua kuwa wa kweli, huwa unasikia yale maneno? Sikumbuki hata moja.
na wala sioni kama sijui kama inasaidia. Yani labda kinachosaidia ni ule uwepo wao. Exactly. Uwepo wao tu, lakini sijui maneno pole sana sijui nini. Mimi ningekuwa hiari yangu ningewashauri watu wapunguze kuongea at that particular moment. Yani wewe kwanza kinachoendelea huku kwenye dunia yako wewe ndio unakuwa unajua. Wewe ndio unakuwa unajua. Yani alafu mtu to add up on top of it. Yani unaona ukiongea sana unaweza unaharibu. Kuna mmoja yani unaongea mwenzako anauliza maswali nilimblock. Kwa sababu alisemaje, babangu alikuwa na miaka 76. Kama unahuzunika nini? Mtu wenyewe alikuwa tayari mtu mzima 76. Akasema mshenzi pumbao sana, nikamblock. Sida yani nikamblock kabisa mpaka sasa hivi naongea ndo nimekumbuka nitaenda kumunblock. Nikamwambia ni mjinga kabisa, unasemaje? Eti alikuwa mtu, kwa hiyo anastahili kuondoka. Ndio mshenzi kabisa. Anasema kwamba yule ni mzazi wako. Anasema kabisa ni mzazi, kwamba wewe ni mtoto. Hata angekuwa 90, hata angekuwa 100, wewe ni mtoto. Plus alikuwa ni mzima kabisa, anaishi maisha yake. Alikuwa anashughulika na. Mimi nilikuwa najua labda mimi nina matatizo, kwa sababu watu wengi akija anakuambia Mungu amekuamini Irene. Yani aliniconsult kuniamini. Alifanya yani, tu. Unashindwa kusema yani hivi kweli amekosa kuamini wengine wote akaniamini mimi. Yani ina maana gani kwamba Mungu ameniamini? Ameniamini. Unatamani waambie nyamaza tu kaa pale kwenye kona. I never really, kama tungekuwa tunakuwa very honest. Please ukienda kumuona mtu just be there. Yani wewe kaa tu mpe pole sawa, lakini hakuna neno lolote utamwambia lita make sense in that moment. Baadaye sana huko mnaweza mkakutana ndio ika make sense, ila in that particular moment kwanza hakusikii. Biblia inazungumza wale marafiki za Ayubu walipoenda kumuona wakakaa kimya kwa siku 3. Kimya kabisa. Nilikuwa sijaelewa. Nikaja kugundua kwamba kwa sababu sasa unamwambia nini mtu ambaye amepoteza watoto wake wote, mali zake zote, amerudi 0, alafu unafika sasa kumuona, unamwambia kitu gani? Alafu kama ulivyosema walivyoanza kuongea wakaharibu. Waliharibu kabisa, mpaka Ayubu ambaye walikwenda kumfariji akaanza kuwakaripia. Anaanza kuwakaripia, sema nyinyi nanyi mnaongea namna gani? Mke wake naye alipoanza kuongea akaharibu. Anasema asimtukane Mungu ufe. Kuliko kuishi namna hii. Labda, lakini sometimes namuelewa yule mwanamke, labda alikuwa anafikiri huyu jamaa sasa ni bora afe tu mimi nipate mwanamume mwingine. Baki huyo shakuwa laana huyo. Akaambia na unaongea kama mmoja wao wapumbavu. Kumbe angekaa tu pale na kuonyesha kwamba I'm here, nipo kwa ajili yako. Kwamba aki-initiate yeye conversation, maongezi, labda wewe unaweza ukarespond. Lakini najifunza kitu hapo. Unajua ukifiwa umepoteza mtu. Yani umepoteza uwepo wa mtu. Uwepo wa mtu. Kwa kama ni uwepo wa mtu, akija mtu akawepo tu, inatosha. Hahitaji kuongea. Hahitaji, yani akawepo tu kwenye ile nafasi. Basi. Ni healing tosha. Kabisa. All right, Pastor Tim. Yes. Mwalimu Tim, I mean. Maana pastor anasema usha staff. Ni staff. Sasa twende take us through kwenye hizi hatua 7 za grief. Kwa kweli kwa kuziandika ni rahisi, ila kuzipitia. Labda nirudi nyuma kidogo nieleze kwamba tunapozungumza ya grief, huzuni ama ile hali ya majonzi, ni hisia mtu anapitia anapopoteza kitu ama mtu ambaye alikuwa ni wa thamani kwake. Kwa hiyo sio atuzungumzii kifo tu. Unaweza kuwa ni umepoteza kazi. Yes. Ulikuwa unaipenda sana na kuithamini sana. Inakuvuruga, unaingia kwenye huzuni na majonzi. Unaweza kupoteza biashara.
unaweza kupoteza fedha, unaweza kupoteza mahusiano. Kwa hiyo inaweza kuwa ni divorce, ama inaweza kuwa ni rafiki ulikuwa mko karibu sana, yule rafiki akaamua kuvunja mahusiano. So kama kaona tu mtu ana drift anaondoka, unaingia kwenye grief, unaingia kwenye huzuni, na unapitia stage hizo kama ambazo za kufiwa, ila intensity, sio za Kiswahili tusemeje, ile ukubwa wake na namna gani na hiti itatofautiana. Kwa sababu inategemea kile kitu ni ulikithamini ama kilikuwa na nafasi gani kwenye moyo wako. Hapo mtu anafiwa na mke, mzazi, hahuzunika kama ambavyo anavyopoteza biashara. Unakuta mtu anahuzunika, anahangaika. Yani inategemea umejifungamanisha vipi. Yes, na kile kitu. Na kimechukua vipi nafasi kwenye nafsi yako. Kwa unakuta mtu anapata tabu sana, nini? Amepoteza pesa. Ama mtu amepoteza position kwenye jamii, labda ni kazini, ama ni kwenye mtaa, alikuwa ndio anaheshimika, alafu suddenly akatokea mwingine wakamchagua yule. Kwa hiyo anaingia kwenye ile process hata bila yeye kujua, anaanza kuingia kwenye mchakato wa huzuni. Na kuna kagrifu huwa kanasahaulika mwalimu. Kuna ile Mungu amekujalia umepata mtoto. Lakini yule mtoto akawa na changamoto. Mzazi pale pia, ili kundi huwa aliongelewi sana. Lakini pia kuna yule mtoto uliyemtarajia, afu kuna yule mtoto uliyempata. Kuna ka process unakapitia mpaka uje kuaccept kwamba kusema sasa nimekubali matokeo kwamba Bwana Mungu amenipa huyu ndio mtoto mwenye usonji. Mungu amenipa mtoto mwenye Down syndrome, mtoto mwenye cerebral palsy, ndio ubongo. Haya yote ni makundi yapo kwenye jamii. Na unaweza ukakutana na mtu amevurugwa kinoma, ukawa unamshangaa kwamba vipi, kumbe hujui nyumbani ana mtoto atembei. Nyumbani ana mtoto aongei. Nyumbani ana mtoto anahitaji support full time. Na anatakiwa atafute mkate na huyu mtoto maisha yake yaende. Na anajua kabisa kwamba pasipo tokea muujiza, huyu mtoto nitakuwa naye kwa maisha yangu yote kwa staili hii. Kwa kama mzazi first una grieve, afu cha pili unawaza. Na bado katika process ya kuhuzunika ile kupitia grief na kusononeko, yule mtoto anakuhitaji. Ndio. Na anahitaji uwe 100% kuweza kumtegemeza. Uwe fully present. Kwa hiyo huzuni naozungumzia hapa grief sio tu kufiwa. Ni kupoteza, tutumie neno kupoteza. Kuingia mahali ambapo unapoteza kitu, mtu, nafasi, ama kitu ambacho ulikuwa umekitegemea kwa level fulani kinakuja kwa level nyingine, kama ulivyosema kwenye swala la mtoto, kwamba ulikuwa unategemea labda utapata hivi, unakuja unapata hivi. Kwa hiyo hivyo vyote ni huzuni ambayo wataalamu wamesoma kwa miaka mingi na kuona kwamba kuna hatua tunapitia ambazo almost zinafanana kwa watu wote. Ingaje kuna exceptions, kama wewe kuna exceptions, lakini almost hatua hizi zinafanana. Na sio kwamba kuna time scales, yani kuna muda kwamba waseme kwamba hatua hii utapitia siku 2, wiki 2. Kila mtu ana namna ya kupiga hatua zake. Kuna mambo kadha unaweza kufanya akakusaidia kwa sababu kwa sababu hatutegemei ukae ufanye grief kwa wiki moja afu umalize. Lakini pia tutegemei miaka 10 tunakukuta huko kama ile siku ya kwanza. Tutasema kwamba huyu kuna changamoto mahali. Kwa hiyo tunategemea baada ya muda reasonably tuweze kukuta umesonga kidogo. Kwa hiyo tunapokuta bado uko kwenye zile hatua za mwanzo, nasema kuna mahali mtu amekwama, anahitaji msaada. Na of course kuna watu wanaitwa grief counselor. Yani watu wamesomea tu, sio psychology, lakini wamesomea kabisa namna ya kumsaidia mtu
atoke hatua moja kwenda nyingine taratibu mpaka anafikia. Mdogo wangu Dani alifiwa na mke wake miaka nafikiri karibia 7-8 iliyopita. Watoto wao mmoja alikuwa na teenager, wawili walikuwa below teens. Lakini ilibidi waende kufanyiwa counseling na watu wanaitwa grief counselor kuwasaidia. Sasa ndio nikamuuliza Dani, nikoje, wanaongea nini? Ndio kipindi hicho nikaanza kumbe kuna watu wataalamu wa kuwasaidia mtu anapopitia kwenye ile machungu. Wanamuelezea mtoto kwamba okay, inakuwa namna hii, utajisikia hivi. Na wakati mwingine ni kumpa tu space mtoto kuongea. Kama mtoto anapitia hasira, anasema kwa nini mama ameondoka? Kwa nini ametuacha? Ametuona hatufai, ameona kwamba sisi hatuna maana. Kwa nini basi na mimi niende nikamjoin? Kama huko anakoenda mnasema ni kuzuri, basi na mimi niende tu sasa hivi. Kwani kuna haja gani ya kusubiri nihangaike nisome, sijui nikae, sijui nini afu tena ndo nifuate? Kwa nini nisiende tu sasa hivi? Yaani maswali mtoto mdogo preteen anauliza. Kwa unaona hiyo ni tendency kwamba huyu anaweza kafikia mahali akaamua kujisogeza kwa mama yake. Kwa lazima sasa huwezi kumwambia acha mama ujinga, usifikie kijinga, huwezi. Ukimwambia hivyo unafunga tule mlango, yale mawazo yanabakia yako ndani. Kwa lazima reason naye kwamba mama alikuwepo, alitimiza wajibu wake, ametangulia, na wewe ukimaliza kwako hamna shida, utakwenda. Sasa hapo ni rahisi kusema, ila kuishi ni changamoto. Kwa hiyo kuna mambo matano yanatokea kabla tujaenda kwenye hizo hatua. Kuna mambo matano yanatokea unapopata ile huzuni ama unapopata tukio ambalo linakuletea huzuni. Jambo la kwanza ni kumbuka kwamba sehemu yako, kuna sehemu inaondoka na kile kilichopotea. Kama umepoteza mume kama Irene, kuna part of you inaondoka na ile mama. Inaondoka kabisa na hutaipata tena. It's gone. Kwa hiyo ni kufikia mahali kukubali tu kwamba na sisi kuna sehemu inakufa naye kabisa. Ile sehemu aliyokuwa ameikalia anaondoka naye. Ni kweli kabisa. Sasa kama alikuwa amekaa sehemu kadogo tunakuta kama alikuwa ni sehemu kubwa ya maisha yako, unakuta na uchungu unakuja pale. Tumezungumzia kuhusu uwepo pale ambapo ulitarajia awepo. Nakumbuka mimi nilikuwa naongeaga sana na mama, na mamangu alikuwa ni intercessor. Kwa hiyo nilipokuwa ninapitia magumu, mtu wa kwanza, sio vizuri sana lakini ingekuwa wewe mke wangu, lakini mimi nilikuta nina lean zaidi kwa mama. Kwa hiyo mtu wa kwanza nilikuwa nampigia ni mama. Naambia mama, bwana kuna mtu kafanya hivi na hivi, kuna mpangaji mfanya hivi na hivi, kuna mtu amfanya hivi na hivi. Basi mama anasema hamna shida, wanapoombea. Na mama alikuwa na group ya wamama wenzake. Kila Jumatatu walikuwa wanaenda kanisani, wafunga na kuomba kwa ajili ya watoto wao. Kwa mama Chanila, kwa mama Kasheni, kwa mama yetu, mama Msuya, na mama wengine. Kwa hiyo nilikuwa nikipata jambo lolote ninamwahi namwambia. Kwa hiyo sasa kipindi kile ameondoka, tunapopitia jambo unatafuta simu, unataka kuinua afu nakumbuka hayupo. Sasa na kuvuruga, sasa uni ujinga gani sasa? Kwa hiyo ile nafasi ya yule mtu inakufa, inabaki tuna namba kwenye simu. Kwa hiyo ni kukubali ukweli kwamba kuna sehemu inakufa na yule mtu, kuna sehemu inaondoka na yule mtu. Cha pili ndio hicho sana nasema unapita kwenye hizo stage 7 tutaziongelea, ambazo ni sehemu muhimu. Sidhani kama tutaenda mtu anaenda sequentially. Wengine wanakwenda hivyo, asilimia kubwa anaenda hivyo, lakini wengine wakuta anaenda hii anarudi, anaenda hii anarudi. Unaweza kujua hii ya shock imepita, lakini ukashangaa imerudi tena. Unaamka tena uko pale pale. Lakini with time unajikuta una progress. And then cha tatu ni kwamba unaanza kufanya adjustment. Unafanya seme ni kama mtu, kwa sababu umepoteza sehemu yako, ni kama nitumie mfano extreme, sema upoteza mguu. Kwa unaanza kujifunza kutembea na mguu mmoja.
ama umepoteza 2020 vision kwamba sasa jicho moja halipo. Kwa unaanza sasa kufanya adjustments kuishi na jicho moja na jicho moja. Sasa zile adjustment ndio huwa zinatuvuruga sana kwa sababu zinakuwa ni ngumu. Yani wakati mwingine unaona kwamba hivi kwa nini ninajaribu anyway? Yani nafikia kukata tamaa na usipokuwa na support nzuri, usipokuwa na support structure, tuongelea pale mwishoni kuwa na watu nyuma yako, inakuwa ni ngumu zaidi. Inakuwa ni ngumu zaidi. And then kuna kubadilika kwa wakati sasa unafanya adjustment, unabadilika. Kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzoni, umepoteza sehemu yako, imekufa na yule mtu. Ina maana you will never be the same. Yes. Wakati mwingine nafikiri nikishafanya grief nitarudi niwe Irene yule yule. No, huwezi ukarudi ukawa Timo yule yule. Kinachotokea ni kwamba una adjust sasa kuwa, kwa Kiingereza wanasema a new you ama new normal, kwamba unatafuta kawaida mpya. Yes. Kwamba utarudi lakini hautarudi kuwa yule yule. Unakuwa yani umebatizwa. Kuna sehemu upata ubatizo. Hilo ndio jina zuri. Ubatizo wa moto. Ukishabatizwa unakuwa kiumbe kipya. Sasa hichi kiumbe kipya ndio inahitaji wa moto kweli. Ubatizo wa moto. Kwa hiyo una adjust kuishi a new person. Huwezi ukamtegemea mtu aliyepitia tuite nini, grief ama sema amepoteza msiba. Na naposema msiba sio tu wa kifo cha mtu, inaweza kuwa amepata msiba wa nyumba yake imeungua moto, hana bima, biashara amekula hasara ya biashara, amefukuzwa kazi ghafla ama amepoteza nafasi. Mtu aliyopitia pigo kama hilo, huwezi ukamtegemea akishapitia ile process akatokea upande wa pili utakategemea atakuwa kama yule wa mwanzo. Hawezi. Yani kama mnafahamiana, jifunze yule mtu mpya yukoje. Yani kwa wale walikuwa wanamfahamu Irene kabla na Irene post process, lazima waanze kujifunza Irene mpya yukoje. Na hata ninavyozungumza ni tofauti sana kabisa. Kwa sababu hatua nyingine ni ile kwa dunia unavyoiona, imani yako na mtazamo wako vinabadilika. Yes. Kabisa. Kwamba unaanza kuiona dunia kwa nani tofauti, kwa macho na mtazamo wa tofauti. Kwa mfano mimi nitasema baadaye kuhusiana na wazazi. Tunafundishwa sana kwenye Biblia kwamba ukimwomba Mungu anajibu. Ukiomba Mungu anajibu. Mungu hawezi kukuangusha, Mungu hawezi kukulet down. Lakini tunasahau pia kwamba huyo Mungu tunayezungumza ana utashi wake. Atafanya anavyotaka anyway. Kwamba anaweza kaamua ajibu, anaweza kaamua sijibu. Ndio sasa kipindi cha asili unasema sasa unajiuliza kwamba sasa what's the point ya mimi kukuomba ikiwa utafanya utakavyotaka anyway. What's the point? Am I wasting my time? Napoteza muda wangu. Kwa hiyo unapotoka upande wa pili unaanza kuchakata kile kilichotokea, alafu unatengeneza mtazamo mpya. Kwa mfano hujawahi kusikia mtu anasema wanawake wote ni malaya. Kuna kitu amepitia. Kuna mchakato amepitia. Akaamua wote anaweka kwenye bando moja kwamba wote wako hivi. Lakini sio kweli, lakini kwa yeye kutokana na mchakato aliopitia shamvuruga. Au mtu anakuambia biashara bwana ngumu. Biashara unataka kufanya biashara, achana na biashara, ni ngumu. Biashara ni hatari. Yani wewe kaa tu kwenye ajira, tulia, biashara ngumu huwezi. Amepitia kamchakato kamebadilisha mtazamo wake. Sasa usipokuwa makini ukajua huyu mtu ametokea wapi kusema anachosema, unaweza ukabeba ile mtazamo wake ukauchukua kwamba ndio gospel truth. Wakati kumbe ile ni mtazamo uliotokana na kile alichokipitia. Sasa ni ngumu kumtoa hapo, ni mpaka utakapoweza kumsaidia aanze kuona dunia kwa
kwa kubadilisha position aliyosimama. Sasa hapo ndio kuna mchakato mwingine. Na cha mwisho nadhani ni kuangalia namna ambavyo tunapita kwenye hizi stage. Labda tuzipitie alafu tutaona vizuri. Nafikiri tuangalie. Yes. Hizi stage. Yes. Kwa hiyo ya kwanza ni shock. Unapata hizo taarifa ama unaposikia hatua ya kwanza ni ile shock, yani ile kupata ule mshtuko. Na mshtuko nilioupata mimi jamani. Nilijua labda ilikuwa ni hatari. Ni kama umepigwa na nani fulani. Yani haielezeki. Yani unajua ni bora hospitali. Yes. Unamuona vile. Yani kuna namna unajua tu kwamba hapa kwa jinsi hali inavyoenda kuna kitu kitatokea. Ila pata picha mtu ulikuwa naye just a few hours. Yani masaa machache yaliyopita. Kama mawili. Unaamka unamkuta pale anaelea. Hayupo. Anaelea. Si ndio kimwili hayupo tena. Hilo gepu yani masaa tu. Yani ni masaa unajiuliza saa masaa mawili yaliyopita alikuwa hai. Tumeongea, tumecheka, tumeweka mipango. Dakika ngapi zofuata? Hayupo tena. Shapotea. Mwili unapitia kitu yani hataki adrenaline inaachiliwa kwenye mwili, inakufanya unajisikia msisimko fulani. Yani kiasi kwamba hata mtu akikufinya usikii. Ni kama upo lakini haupo. Kimwili kwenye presence upo lakini mwili ni kama unakufa ganzi vile mshtuko. Na wakati mwingine watu wenye magonjwa ya moyo, pressure, huwa tunawasaidia kwa kuwapa taarifa kidogo kuepuka hii mshtuko. Maana yake nani anaweza akaondoka. Akaondoka. Tuna rafiki yetu alikwenda kumzika mama yake. Sasa mama mkwe. Sasa walijua kwamba mke wake alikuwa anaumwa. Ni mchungaji huyo anaitwa Naftali. Wajua mke wake anaumwa. Sasa wakasema tutamwambiaje? So kana tukimwambia moja kwa moja mama amefariki, inaweza kuwa ni mshtuko sana. Kwa sema ngoja tumwambie mama anaumwa sana, tuende Kigoma tukamuone. Kwa kweli wakapanda basi wakaenda. Wakati wamekaribia kufika kule, yule mchungaji akawa amemnyang'anya simu kwa sababu alijua tu kuna wendazimu watapiga. Kwa sababu wakati wanakaribia sijui ilikuwaje akawa ameomba simu apige, sijui afanye nini. Aliposhika ile simu mtu akapiga. Alipopiga akapokea kuongea naye anamwambia pole. Anambia pole ya nini? Sema okay, kwani mko wapi? Sema sisi tuko kwenye basi tunakaribia. Sema si ndio umekuja kwenye msiba. Wa nani? Wa mama. Mama yake nani? Ndio for the first time anagundua kumbe jamaa amenitrick. Kumbe mama amefariki. Akamgeukia tu yule mume wake anamwambia mchungaji, "Wewe mama amefariki." Mchungaji naye kama sana oh my god, nafanya nini? Yeye mchungaji akakolapse kwenye kiti. Wakawahi wakamshusha lakini she didn't make it. Kafariki. Yani ile mshtuko. Kwa unakuta wakati mwingine ni baraka kuuguza. Yes. Kwamba kama sisi tuliona yani, kabisa stage by stage. Anyway, lakini ni baraka kwa wanaobaki. Kwamba tunamuona pale, tunaenda tunamuaga. Unajua kama daktari anawaambia kwa kibinadamu au watu walishaondoka. Na hata biashara ni baraka unavyopiga hesabu, unaona jinsi ambavyo profit inakwenda chini. Nasema hii by June next year kama sitabadilisha kitu, hii biashara tunaondoka hii kitu inaondoka. Kwa sababu unaona kabisa ulikuwa unatengeneza profit margin hiki inapungua. Unaona kabisa hii inakwenda. Ni tofauti na ile suddenly tu wanakuja wana seize vitu nini, unakuta au unastuka unakuja kufanya audit unakuta
kwamba kumbe ulichokuwa unadhani unatengeneza sicho, madeni yako kule juu, unaanza kupata mshtuko. Kwa hiyo unapokuwa unapata nafasi ya kuuguza, ama mtu anapougua muda mrefu kidogo, inasaidia. Unamuona mtu anakwenda taratibu taratibu, na mpaka anapoondoka kidogo hii stage ya mshtuko inakuwa ni afadhali. Lakini unaingia stage ya pili ambayo ni wanaita ni kudeny, yani unakataa, yani unasema haiwezekani bwana, hivi kweli ameondoka. Mimi nilikuwa naendaga mochwari mara 3 wakati nasubiri kuzika, na chomoka. Alafu kuna muda unahisi kama amezikwa anapumua. Unasema sema hapana, huyo au mbona kama alikuwa sawa pale, labda wakupima vizuri. Mimi nilikuwa natoroka nyumbani, nasema sio naenda wapi, naenda mochwari, naenda na nani, naangalia kweli. Kwa hiyo yani kama ubali, unaona kama sio kweli, ndio kweli amekaa kwenye freezer huko, unaondoka, unarudi nyumbani, unakaa. Sasa unapokaa na wenzako mnatia story, unajua hata pale kwenye msiba mnakaa mnatia story, ni kama unasahau. Afu sasa unakumbuka hivi hapa tuko kuna nini? Kweli afai. Asubuhi unachomoka tena unakwenda, yani unakuwa bado akili inakuwa haijakubali kwamba ili jambo limetokea. Na wengi wanapopata msiba, wanapopoteza kitu kwa ghafla, hii sehemu ya deny, yani kukataa, inachukua muda mrefu kuliko wale ambao wameuguza kwa muda mrefu. Nakumbuka rafiki yetu mmoja, yeye babake alipofariki, sisi tumeenda kumpa pole. Yeye anasema pole ya nini? Leo tuna celebrate kwa sababu amemuuguza baba yao miaka mingi, karibu 6-7, mpaka amefikia stage wanaomba Mungu baba apumzike tu, kwa sababu baba anateseka, sisi tunateseka, fedha zinaisha, kika darasani usome vizuri, sema Mungu bora tu sasa baba apumzike. Kwa hiyo by the time sasa mzazi anafariki, sisi tunafikiri kwamba tunaenda kumpa pole, kumbe alishapitia grief long time. Yani alishapitia shock, denial, depression, alishapitia zote, mpaka mtu hajazikwa lakini yeye tayari amesha accept kwamba hiki kitu kimeshatokea. Sisi ndo tunaanza kwenye zero. Kwa hiyo naambia huko mimi nishapita, yani hapa tumshukuru tu Mungu kwamba mzee amepumzika. Yes. Kwa hiyo mara nyingi tunabaki kwenye deny, tunabaki kwenye kukataa kwa sababu labda ya shock, lakini pia wakati mwingine ni kutokufahamu tu kwamba kupata msaada, mtu akusaidie ku process ile. Yes. Yani watu nafikiria kwamba tunaweza. Yes. Yani pale inapotokea akili tu yako inakwambia unaweza kupita bila msaada wowote. Nipo tu nitaweza. Sasa ndo huyu unakuta kupiga hatua kidogo inakuwa changamoto. Namshukuru sana Dr. Chris. Alintervene, yani ni Mungu nadhani alimleta. Immediately, yani nilipotoka tu kuzika akaniambia ile ni ofisi. Nikaenda. That was the moment ambapo nafikiri safari yangu ilianza vizuri. Kwa sababu ndo pale una download, yani maswali wewe unaona kama unamhadisia, lakini kumbe akili inaanza kuprocess. Kwa sababu unaweza kuwa umeenda mpaka unazika, lakini iko kama ndoto. Yani uko somewhere in the middle. Yani unapelekwa tu na nani, unapitishwa tu. Na watu walikuwa wanashangaa, mbona Irene ali. Niliona kwenye clips, nakumbuka nilikwambia, huyu mfiwa gani huyu anacheka tu, anaambia huyu bado. Ile ilikuwa shock bado. Huyu bado hajafika huyu. Huyu labda alikuwa hampendi, alikuwa hamjali, ama labda amehusika kwenye kifo chake. Kwa nini anacheka? Hebu muangalie, ana huzuni kabisa. Kuna zile clips watu wanakuja wanakurekodi kwenye msiba pale. Sema Irene kaambia nyinyi kungekuwepo pia na kipimo cha stress. Cha stress meter. Muda ule anapitia stress ya aina gani? Nafikiri ilifika full ikapitiliza, then unakuwa kama upo kama haupo. Unakuwa upo kama haupo. Anayekuja akikuchekea unacheka, anayekuja analia unamwangalia, na sasa nilia au inabidi ujiulize analia nini.
au analia kwa kama kwa sababu inategemewa alie. Inategemewa alie. Kwa unamwangalia. Kuna ambaye akija sasa ambaye ana memory attached na yule aliyeondoka. Pale sasa. Pale ndio inakukamata. Pale ndio unasikia moyo kama unakatwa hivi. Kwa sababu anagusa ni kama sisi wanapokuja baba wadogo, baba kubwa, mashangazi. Sasa ukishawaona ndio unaanza kwa I said issue ni kweli. Baba mkubwa amekuja huyu. Issue. Hii ngoma ni kweli. Hii ngoma ni kweli. Unajua pale mwanzoni unakuja tu ma story. Unaona baba mkubwa ameingia, mashangazi wameingia, anasema mama, issue ni kweli sasa. Kwa anakuwa unakataa, lakini yule baba alivyoniita alafu kuuliza mimi niambie nini kilitokea, unaanza unajua tulikuwa hivi na hivi na hivi, baadaye mimi nikalala nikafanyaje. Ile ilikuwa wewe ulijisikiaje pale? Kwa anakuchokonoa unani pale ndo akili inarudi hivi, afu kweli hivi nilijisikiaje? Hivi ilikuwaje? Yani manake kwa sababu mpaka muda huu hakuna mtu amekuruhusu uishi ile scenario. Alafu ya unavoirudia ile, unavokuwa unairudia akili inakuwa inaanza kuregister kwamba hiki kimetokea, kwamba kumbe nimepitia hiki, tukatoka pale na hiki. Yaani anakuuliza pote mpaka mwisho, mpaka ndugu alisema nini, mpaka yani na wewe ulifeel umechakata vipi, na wewe umechakata. Ndio baadaye unajikuta mbona sina majibu. Yani kuna vitu anakuuliza mbona sina majibu hapo. Anakuambia sasa hapo ndio kadri unavyoenda utapata majibu taratibu, lakini kuna mengine hutapata kabisa. Now you must be okay with that. Uwe tu sawa, ujue hapa sijapata majibu na sina majibu. Na atakaye kuuliza mwambie sina majibu na niko sawa. Utakuwa na majibu. Nafikiri mimi ile that was God sent. Kwa hiyo process kwa kweli hiyo ya denial, na mtu akikaa muda mrefu bila msaada akabaki kwenye hiyo denial, anaanza kitu tunaita self destruction. Yani anaanza kujiharibu mwenyewe. Utakuta ataharibu kazi, ataharibu biashara, ataharibu mahusiano, kwa sababu yuko kwenye denial. Kwa sehemu moja inamwambia hii kitu chatokea hii, sehemu nyingine inasema no, haijatokea. Kwa sasa akiona vitu vinavyomkumbusha vinamtia vina trigger ile hisia ya kuchanganyikiwa. Kwa anaharibu mahusiano, ataharibu kazi, ataharibu biashara, ataharibu hata fedha. Irene alikuwa ananiambia, Timo, siku unatumia hela vibaya. Na mimi sijui, na mimi nilikuwa mimi ni mtu wa kutumia, yani nikishasema budget ni hii, hata watoto wanajua. Labda itokee msiba au ni. Lakini kishaamua budget ni utoi hela yangu. Naambia tumepanga hivi. Watazunguka hapa kupitia kwa mke wangu ndio aje nibembeleza. Kisa kaambia, Timo, unatumia hela vibaya. Nimefanyaje? Sasa mbona umefanya hiki na hiki? Hamna, naanza kudefend. Lakini baadaye kwanza kukaa na kafikiria sasa, hivi kwa nini nimefanya hivi? Hivi mimi ndio kutumia hela hivi? Kumbe ni ile process ya deny, unatafuta kuna kitu una escape. Kitu una escape, unataka kujificha mahali ambapo sipo. Kumbe unahitaji msaada ili uweze kuanza taratibu kukubali. Na sehemu moja hapo ndo kama ulivyosema ya kukubali ni kuishi ile scenario na kuanza kuichakata kwa ndani ili uweze kukubali kwamba actually hiki kitu kimetokea. Na wengine wanasema ndio maana watu ambao wamepoteza maiti zao, yani mtu amekufa alafu kuna maiti azee, hiyo mimi sipati picha, ni mbaya sana. Yani wanasema huna closure kwa sababu una accept vipi? Kwa sababu hivi sisi tumezika kabisa, nimemwona baba tumemzika, lakini kuna siku nikaa pale sebule nasema najua baba anaweza katokea. Lakini nimeona kwa macho yangu, nimemuona tunamzika. Kuna muda geti likifunguliwa hivi unasema ni yeye,
Sasa imagine hujamzika, hujamuona. Ndio maana unasema lazima uende kwenye msiba, wanafungua, uangalie, umwage, umuone kwamba ndio huyu hapa. Na tena umeongea kitu very important ambacho watu wengi tunakichukulia poa. Na kama unajisikia kwenda wakati ule mwili unaangaliwa, yes, kufanya closure nzuri, bila kuwa interrupted, uongee yote, useme yaliyoko moyoni, uagane naye vizuri kuliko ile ya public. Kule kuna kidogo kule public ni kwa nile haraka, alafu watu wanakuangalia reaction yako nini. Kwa ukienda kule wakati wanaandaa kishamvalisha wakakuwekea hapo, tunaomba pia watu ambao wanafanya kazi mochwari watusaidie, wao wanatupa muda. Mpe mtu muda akae hapo, aage, aongee na mtu wake, alie, amkumbatie, yani afanye yote. Ile mimi pia nadhani ilinisaidia. Wale watu alinisaidia Aunti Sadaka. Okay. Aunti Sadaka alikuja afu nikajisikia tu kumwambia Aunti Sadaka, mimi naoga sana na maiti. Kwa hiyo sijui kama mimi nitaenda kule. Kanambia, mwanangu, katika kosa utafanya ni hilo. I will make sure mguu kwa mguu tunaenda mpaka mochwari. Na nilienda na yule mama. Yes. Mpaka mochwari. Akanambia, bado unaogopa? Nikaambia mimi nadhani siingii huko ndani. Akanambia, utaingia tu. Utaingia. Na ulimkuta aunti. Akanambia, utaingia Irene. Tumeingia, akamwambia wale wakaka walikuwa pale, akamwambia, nie naombeni mtoke nje. Watu wote walikuwa pale wakatoka. Akanambia, sasa Irene, mwange mumeo, ongea naye, huyu ni wota wako, ongea naye. Usipofanya hivi wewe utafunga safari Shinyanga wewe mpaka ukome. Akaambia, hapa muage, ongea naye, huyu ni mpenzi wako, ongea naye. Kwa pale unaangalia sasa anaposema vile, mimi nikaona kama yuko hai, kama anahuishwa hivi. Kwa nikaanza pale nikajieleza, unajua umeondoka bwana, mimi sijapenda ulipoondoka. Unalaumu umo yani kila kitu unamgombeza umo yani kila kitu umo. Basi hata akaniuliza, unajisikiaje? Kabla najisikia nimeshusha. Akanambia, bado nahitaji muda zaidi. Nikamwambia, nafikiri nimemaliza. Akanambia, hapana, tuendelee kukaa kidogo. Kwa tunakaa pale, unamwangalia, unamkagua, akasema, sasa umejiridhisha, usi ndio wota wako? Kamwambia, aunti ndio yeye. Haya, unatamani labda kumbusu au vipi? Kamwambia Kanambia, mbusu popote, si mpenzi wako huyo? Basi yani sasa hapo roho yani kama ichomoke. Kwa mkambusu nikaondoka. Sasa baadaye huko mbele ndo nikagundua ile process. Ni inasaidia sana ku transition kwenye denial. Sana inasaidia sana. Mimi nilikuwa naenda pale Aga Khan several times mpaka yule mortuary attendant alinzoea. Sababu nianza ya mama nikaja na ya baba. Kwa nikifika tu asema, bwana Kiara umekuja, sema kuja kumuona, sema ingia bwana. Naingia navuta draw. Sasa mimi niko kunaendelea na shughuli zangu. Sinakaa na mshika mkono, naongea na baba, naongea naye. Naongea, naambia bwana nimemaliza. Sema haya poa bwana, kwaheri. Naondoka. Na siku 2-3 nimerudi tena. Lakini kumbe ile ilikuwa inanisaidia kukubali lile tukio, kwa sababu nilikuwa kama kweli unaweza ukakaa ukamuona yule mtu mkaenda mkamzika, unakaa sebuleni unasema hapana, labda sio yeye. Labda kwa yeye. Au labda mimi nilikuwa naanza madokta walikosea. Yule watakuwa walimweka mle akiwa bado labda angepata msaada. Angepata msaada hapo angemrevive. Wangemrevive. Kwa hiyo kweli unapokosa, ndio maana unasikia hawa watu juzi ambao walikosa maiti zao. Watu walikuwa wanaenda wanaamua wakishathibitika wanazika nguo, wanazika viatu, kwa sababu kidogo kumsaidia mtu achomoke pale. Unaamini vipi sasa? Kwa sababu yani ni pagumu, au kuna watu wanakufa kwenye ajali za ndege. Mili inaungua kabisa, ni majivu. Kuna binamu yetu yeye jengo la ghorofa lilianguka Kariakoo 2020 ngapi. Yeye ni mmoja watu waliofukiwa mle, hakupatikana kabisa. Kinajulikana alikuwa mle ndani.
Kwa hiyo tunafanya nini? Tukazika nguo. Kwa tukafanya msiba kabisa na nini, tukanunua na jeneza, tunaweka nguo kwenye jeneza. Tunaweka na picha yake, watoto na mke wake wanaaga picha. Lakini ni ngumu. Kwa unapopata neema ya kuwa na mwili, mnakwenda mnauzika, inasaidia. Then baada ya sijui wenzetu Waislamu nafikiri wana practice tofauti. Ni watu wachache wao wanaaga. Waruhusu wanawake. Hiyo pia kwa sababu nimepata pia nafikiri tutamuita mtu tafuta mtu aje kuongelea kwamba kwa wanawake wa Kiislamu wanasaidiwa kwa sababu wengi unakuta anasema yani natamani ningemwaga mama lakini nisikuweza kwa sababu ya dini au natamani ningemwaga vizuri mume wangu natamani yani kuna hizo ni kweli na inawatesa sana na wengine unakuta ndio maana wakati mwingine mnakaa mnasubiri mtu aliyeko mbali. Sio kwa sababu nataka ile presence awepo wakati nao, lakini nataka aje aone. Amuone ile mtu amuage. Itamsaidia kuvuka kwenye stage. Lakini mkizika afu yeye mje muonyeshe tu kaburi. Unamtesa sana. Yaani ifanyike hivyo kama najuaje kama sio yeye. Kama sio yeye amenichezea picha. Kwa hiyo Mungu akikusaidia ukavuka hiyo stage unaingia kwenye stage nyingine ya enga, hasira. Hii hasira ni mbaya. Unakuwa na hasira na kila mtu. Kwamba unakuwa na hasira na watu, unaweza kusema labda ni madaktari walikuwa wazembe, labda ni serikali ilikuwa inafanya uzembe. Ukimaliza wote wa duniani unahamia mbinguni. Mimi nihamia mbinguni kwa Mungu, kaambia Mungu wewe umefanya jambo la kishenzi, wewe ni mshenzi. Kwamba watu wamekutumikia miaka 60 unashindwa kumponya corona. Pastor Tim mimi muongea kitu. Mimi nilikuwa nasema hivi wewe Mungu. Wewe unasema unaona kila kitu. Kuona alipokuwa na struggle. Ukuona. Au ulikuwa umeenda kunywa chai. Wakati ana struggle ulienda kunywa chai. Ukarudi kaza imetokea. Ukuona wakati anadumbukia ukuona. Kwa nini usilete watu? Kama kweli wewe ni Mungu unaiona. Au simwezeshe. Alikuwa mtumishi wako huyu. Mbona asitokee mtu? Nilikuwa na mind. Nilikuwa na hasira. Alafu mimi hasira nyingine Mungu anisamee. Nilikuwa nikiona wazee wenye umri mkubwa kuliko baba yangu. Wenye 78, 79. Mbona usimchukue huyu? Sema hivi huyu. Kwa nini huyu aishi? Huyu kwa nini akufa na corona huyu? Sema eti kwa sababu alikuwa huyu kwa nini hujamchukua huyu? Anasubiri. Yaani unaona kuna kitu kimekufa ndani yako. Ile huruma na nani haipo. Unamwangalia. Ni kweli. Tuna babu yetu mkubwa amefariki mwaka huu. Ambaye ni babu mkubwa. Alikuwa 90 something. Yupo na kwenye msiba alikuwepo. Hakuja huko lakini baadaye tulipoenda Marangu tulimkuta. Sana mwangalia hivi Mungu kama ilikuwa kuna namba zitakiwa zitimize. Hivi ukumuona huyu unamwacha kwanza ni mlevi, alafu mshenzi tu. Alafu unamchukua mchungaji, askofu. Hivyo Mungu aina gani? Yaani kama yaani ilikuwa natia hasira, unakuwa na hasira. Sasa nilikuja kucheka zaidi kwa sababu pia watu kwenye mtandao walipata hasira. Yaani jamani, hivi kwa nini kubadilishana na mume wangu? Anachukuliwa huyu. Kama ingekuwa kuna uwezekano tunasema kwamba kama lazima achukulie mwanaume. Huyu angebaki achukuliwe wangu. Wanawake walikuwa anasema hivyo. Nikasema lakini aisee ako hasira yako. Na unapita kwenye hasira na usipokuwa na watu wanaweza kukusaidia. Ukutana na kijana wa hovyo unasema Mungu hivi kweli wewe? Yaani ukaona huyu anastahili kuishi. Huyu. Huyu. Hivi. Unamchukua askofu, unamwacha huyu mshenzi tu huyu. Yaani unakuwa na hasira na zile hasira zinakuwa watoto wangu wakaniambia ni baba unakuaga na short temper. Baadaye siku nimetulia nikamwambia jamani naomba mnisamee kweli ni process inapitia. Ninajitahidi kupona
na sio kwamba ninafanya. Sababu kuna siku sio kwamba nafanya kusudi. Kuna siku tunaendesha gari, akaja bodaboda bajaji. Sio aliniingilia vibaya. Nilienda nikapaki mbele yake. Alafu nikaa nafungua mlango nashuka. Hadi nakanishika hivi, unaenda wapi? Kwa hiyo ukishashuka unaenda kufanya nini? Kupigana. Watoto wamekaa nyuma, Axel na Amaris wanaangalia. Yaani naambia Timo, unashuka, ukishashuka alafu ni kama is my enemy. Yani, kumbe hasira yako sio yule. Sio yule imepata tu mahali pa kutokea. Afu baadaye hivi, kwa hiyo ningeshuka. Nikaenda kwa hiyo sasa ndo ningefanya nini? Ndio unapigana na unaona Pastor Tim, mwalimu Tim wa hekima achukuliwa na video anapigana na mtu wa boda. Baadaye nikarudi nikatulia kwenye gari, nikamwona wewe bajaji anapita na angalia. Naye mwenye kama amepata shock kwa sababu alichonifanyia ndio ni kibaya, lakini hakikuwa kivile. Sio kivile, ni mambo yanatokea tu kwamba mtu anawaya na kuchomekea, basi naona achilia. Lakini mimi enda nimesimama mbele yake, sasa ninashuka naenda, huyu ataniambia leo kwa nini Ngoja amepaki mbele yako. Kwanza kwenye najua basi. Kwa hiyo hii enga nafikiri watu wanaotuzunguka wanaweza kutusaidia sana. Kwa kuwa understand. Lakini nafurahia kwamba Irene alikuwa anakushtua kwamba hapa sio wewe huyu bana. Sio wewe, kuna kitu, tafuta msaada. Na nilikuwa mbishi. Mbishi kwamba nitapita tu. Wewe unajiona uko sawa? Niko sawa mimi, ni hasira tu. Huyu kazi yasema hapana. Tangu lini wewe unafanya ya mambo? Lini? Kuna watu ni kawaida yao kufanya hivyo, wapo. Yani yeye barabarani yeye ni kupigana tu nini, no problem. Lakini wewe tangu lini unafanya hivyo? Haiwezekani. Kwa hiyo ndo naanza kama akili inakujia kwamba hii kitu sio, hauko sawa. Unahitaji msaada. Kwa ni vizuri kupata msaada. Then unaingia kwenye namba 4 ambayo ni unaanza kunegotiate. Ni kama sijui kwa Kiswahili kizuri nini, kama unatafuta kubageni hivi, kufanya mahojiano, ama wengine wanaita kuomba suluhu kwamba hivi kama ingekuwa hivi labda nifanye hivi. Yani unatafuta kupeana, unafanya mahojiano na nafsi yako. Unaweza kuwa unafanya na nafsi yako na Mungu pia. Kwa hiyo unakuwa unafanya bargain na mara nyingi, kwa mfano hii inakujaga sana, kwa mfano kama wala naomboleza kabla mtu hajafa. Kwamba yuko anaona kabisa kwamba huyu mtu anaelekea huko. Labda ni ugonjwa ama alipata majeraha na madaktari wanamwambia huyu mtu ni kuondoka. Kwa sasa mara nyingi hao wanaruka zile stage zote, anakuja hapa, anaganda hapa kwenye kubageni, anaongea na Mungu. Nakumbuka kuna ndugu yetu aliumwa sana, lakini inasemekana kuna watu wanabageni na wanawin. Yes, kuna ndugu yetu mmoja aliumwa, nikamwambia Mungu, kama usipomponya basi nichukue mimi. Acha bana. Sijui nilikuwa na akili gani. Nasema kwa sababu nilikuwa nasema yeye ni mtu ambaye amestruggle maisha yake yote. Kwa hiyo mimi nikaona yani bora mimi kuna afadhali fulani nimeshakapitia, nichukue mimi, mwache yeye aendelee kidogo na yeye apate afadhali kwenye maisha. Una bargain kama unatafuta kubadilisha the inevitable. Yani kwamba huenda ukabadilisha. Sasa kwa mtu ambaye labda ni mcha Mungu, labda Mungu anaweza kaingilia. Lakini kwa wale ambao ni kitu kilishatokea, kama ni biashara ambayo unaona inaenda kufa, kweli bargain inaweza rescue, inaweza kabadilisha. Lakini kama ni kitu kishatokea, lakini kama ni kitu kimeshatokea, hii bargain ni stage tu unapitia ya kujifariji. Lakini ni kwamba kama unasema labda unaanza kuuliza, labda tungemtoa Aga Khan tukampeleka Muhimbili, labda tungemtoa Muhimbili tukampeleka nyumbani, au labda asingekwenda. Yani unakuwa labda tusingeenda, labda singeenda, au labda ni nani. Yani unakuwa unatafuta kuona kwamba ni nini kingefanyika au ni nini nifanye ili niweze kubadilisha ile outcome.
Sema labda tungempa dawa za kienyeji, labda tungefanya hivi. Yani hapo ni kama unatafuta kuona hivi scenario hii ningefanya hivi labda ingebadilika hivi. Ningefanya hii ingebadilika. Lakini ukweli ni kwamba hakuna ambacho ungebadilisha. Hakuna ambacho kilitakiwa kuwa hivyo hivyo. Kimeshakuwa na kimeshapita. Then Mungu akusaidia unaingia kwenye guilt, hatia sasa. Unaanza kujisikia guilt kwamba kwa nini mimi nimebaki yeye ameenda. Kwa nini huyu, ni kama nimesema kwa nini labda ningefanya hivi isingetokea. Labda ningetumia mimi kitu kichwa kinasumbua sana ni mambo niliyoahidi wazazi kufanya nilikuwa sijayafanya. Nilienda nikatoa hela zote nikaenda nikayafanya. Zote zile nikaenda hadi ninakopa, kuna vitu pale nyumbani nilikuwa nimeahidi kufanya. Nikavaa sasa wameshaondoka lakini nasema nitafanya tu. Nafanya. Yani naenda nikafanya kule Marangu kulikuwa na makaburi ya babu na baba yake na babu yangu mimi. Afu na babu ya baba wote ilikuwa tunasema tulikuwa tuna process sema siku tutaenda lakini miaka inaenda hujafanya. Nikaenda nikajenga yote. Yani ile unatafuta relief moyoni. Nakumbuka nilikuwa na kama familia tulikuwa tumeplan kujenga nyumba pale Marangu. Lakini ilikuwa kwenye Linta. Nika coordinate familia wote tukaenda tukajenga tukamaliza. Yani tuna kama I wish kama tungefanya sijui nini. Yani tukafanya kila kitu, yani vitu vyote ambavyo nilikuwa ni kitabu chake ambacho kilikuwa kwenye process ya mwisho kukiandika tukakimaliza tukakipublish. Lakini baada ya kufanya yote hayo bado unaona kama bado moja wapo ya vitu alikuwa sema ile nilienda nikatoa hela fulani nikanunua BMW. Asira tukasema ngoja ni sasa nifikiri labda ile gari nimetamani muda mrefu labda nikinunua nitapata relief. Nimeendesha ile gari baada ya muda nikaona nikaliuza kwa hasara tu. Nikaliuza. Yani unatafuta kuondoa ile process unayopitia ya kufeel guilt kwamba na wakati mwingine una feel guilt kwamba labda tungewa take care zaidi, tungepeleka vyakula zaidi, labda tungezuia zaidi. Unajua wazazi walikuwa ni wachungaji. Baba alikuwa askofu. Sasa kipindi kile cha corona tukawa naambia baba msiende kanisani. Baba anasema yani mimi mchungaji nijifiche ndani, washirika wako kanisani niwaambie Mungu anaponya lakini mimi niko nyumbani. No, sisi tunakwenda. Tunawapelekea vitamins, tunawapelekea mask zile wanavaa. Lakini wanaambia sana ni baba mkiwa kanisani msisalimie watu. Ushakuona mlokole baada ya ibada eti ashiki mkono haiwezekani. Yani lazima katika watu 20 lazima atakuwepo kamoja tu atashikana mikono. Lakini wasema Mungu atawalinda, sio namtumikia Mungu. Hamna bwana. Kwa hiyo wapata corona sema labda tungewazuia. Lakini sasa baba alikuwa stubborn kweli, umzuia asiende kanisani uweze. Kwa hiyo ni guilt tu unapitia, na hii ni sehemu utakayopitia katika ile process, zile hatua za kuhuzunika. Na ukishamaliza hiyo taratibu ndio unaingia kwenye sasa ile depression. Depression naita ni kama sonona ama kama una withdraw hivi. Unarudi nyuma kujifikiria, kujiangalia kwamba ni unaingia kwenye lindi la mawazo. Na katika mawazo haya ndio unakuta ni kama huzuni ya kweli na kukamata. Ndio unakuwa unalia sana pale. Sasa wengine inaweza kutokea baada ya miezi, lakini wengine kama mimi miaka 3 baadaye ndio umekuja unafika sasa hapo kwenye ile depression. Na mimi imenitokea niko mwenyewe nilikuwa nasimamia kazi ya ujenzi huko Morogoro. Peke yangu kwenye nyumba, nimekaa peke yangu tu. Sasa inanihit. Nilikuwa natoka kazi najifungia chumbani. Mpaka wenzangu wananiambia hivi timu mbona tukuone siku hizo online, mambo ya hekima nini yote stop. Nasema bana watajijua kwani mimi ndio niliwaumba.
kila mtu atajibeba mwenyewe. Lakini umeingia kwenye ile proper depression. Kwenye ile hatua kwamba sasa hivi sina maneno ya kukutia moyo. Sina maneno. Wewe kama unakata tamaa, kata tamaa. Mimi sijakuumba wala sijakuleta duniani. Umekuja mwenyewe na utaondoka mwenyewe. Hebu niache. Leave me alone. Na kipindi hiki ndicho kipindi ambacho ni cha hatari, kwa sababu katika kipindi hiki ukikuta mtu anaweza kukuongelesha vizuri, unaweza kujikuta unaharibu. Yes. Unatengeneza vitu ambavyo sivyo. Na ukikuta mtu anakushawishi, inaweza kuwa ni mahusiano, lakini pia inaweza kuwa kwenye mambo ya biashara, inaweza kuwa kwenye mambo ya kwenye vyeo, yani kwa sababu kunakuwa na kagepu fulani hivi. Sasa unaweza ukashawishika ufanye vitu ukidhani vitaziba ile gap, lakini halitazibika, kwa sababu kama nilivyosema pale mwanzoni ni kuna kitu kimeshakufa ndani yako, na lazima ukubali tu kimekufa, ukipe proper burial. Yes. Kiondoke, uanze kujifunza kuishi bila hicho kitu, na ukimove vizuri ndio sasa unaingia kwenye kukubali matokeo. Kwamba hapa ni bila ama nishafungwa 2 bila, nimekubali kwamba ndivyo ilivyo. Hapa ndio pali at least. Sasa hii ndio tunaita ile new normal. Yani ile kawaida mpya, kwamba huyo ndio Irene mpya. Hii sasa ndio inakuwa ndio normal yako. Yes. Na normal yako iko hapa, hii sasa inakuwa ndio ile normal kawaida yako mpya. Nafikiri Pastor Tim, unapokubali kuna wisdom. Yes. Inakuja, kuna utulivu, uelewa. Yani unakuwa way above. Kuna ukishaumia sana ukavuka, kuna vitu vinaweza vikatokea na usishtuke, visikusumbue. Yani visikusumbue kabisa. Yani unajua nikwambia Irene, ni ganzi. Yeah. Kuna ganzi mimi nimepata nafasi ya kuishi na watu kutoka Rwanda na Burundi waliopitia kwenye genocide. Watu kwa Uingereza. Wale jamaa ukisema umefiwa hawashtuki, haiwasumbui. Mpaka hasa mwanzoni tukawa tuelewi, mbona wa jamaa ni kama hawana hisia, hawana compassion. Baadaye tukamwambia nyinyi hao watu wamepitia kwenye trauma. Kwa hiyo hili swala wameshali process, wamefikia mahali. So kama mmoja anasema yeye ni mtoto pekee katika watoto 12 waliopona kukimbia Uingereza. Watoto wote 12 wamekufa, baba na mama wamekufa, babu na bibi wote wamekufa. Wewe baba yako kufa hapa kitamsumbua, ndugu zako wapo, mama wapo. Una familia nzima ya kuomboleza pamoja nawe. Afu wewe tunawaambia baba amekufa, mbona ustuki? Yaani kuna kaganzi fulani hivi kana kuingia. Yani ni kama tunaishiji kwenye dunia ambayo tunadhani labda kifo kiko mbali sana. Yes. Na kiko kwa jirani kule. Kiko kwa wale. Wakifiwa. Wale wamefiwa. Na wenda hata ukienda, ukuta mtu anaenda anaangalia saa yake ili aweze kuondoka. Anaona muda. Atoa labda mchango wake pale, alafu unatia story. Lakini ukishafiwa bwana, kuna kitu bwana. Yani unagundua ni heri mtu abaki hata asitoe lambilambi. Akae tu. Akae hapo na wewe. Kuna ile msemo wa Kiswahili wanasema ubwabwa wa kwenye msiba ni mtamu. Ni mtamu. Unakuwa mtamu kweli, lakini mpaka ufike kwako. Mimi siwezi kula. Yani ndo kufahana. Tunakula kwa zamzam. Leo nakula kwako. Mwalimu umefiwa, nitakula, nitaenjoy. Utaenjoy. Naomba na maji na juisi. Njoo tukula. Enjoy. Yani ni zamzam. Nidhamu tu, hatua kwa hatua. Yani inapita. It is part and parcel of life. Yani kifo akipo mbali bwana. Mimi ndo karibu kuliko unavyodhani. Tujifunze. Labda kuna mambo 5 nipitia haraka then nitakuachia kama una maswali. Namba 1, usiogope huzuni. Jipe muda kupitia hii hali na usikimbilie kusema niko okay. Jipe muda kupitia hii process ya huzuni.
ipitie vizuri na njia rahisi, njia mojawapo rahisi ya kumove kwenye hatua ni kwamba hisia inapokuja kwa nguvu usizuie. Kama unajisikia kulia, lia. Kama unajisikia kutukana, kajifungie mahali tukana. Kama unajisikia usitukane kwenye mic. Kafanye peke yako. Yani hisia zozote zinazokujia, mradi hautajidhuru wewe ama kumdhuru mtu, zikubali, uzipitie, kwa sababu unavyozikubali utagundua ule frequency yake inapungua. Kama zile hisia zilikuwa zinakuja kila mwezi, zitaanza kupungua na kuja kila baada ya miezi mitatu. Lakini pia intensity, yani ule wingi na uzito wa ile hisia unaenda ukipungua. Kwa hiyo over time frequency inapungua na intensity yake inapungua. Na kwa mfano mimi nilikuwa nashindwa kabisa kwenda nyumbani kwa wazee pale alipo makaburi. Nikamwambia hapana, nenda. Siku ya kwanza naenda, nafikiri kwa baada kama miezi miwili. Yani nilikuwa nikapaki gari huko, katembea hivi, naingiaje pale nyumbani, baba hayupo, mama hayupo, wako kule makaburi. Nikaenda, nilikuwa moyo mzito, nikaenda pale, nikakaa pale makaburi. Tena nimeenda usiku saa 4. Mimi huwezi kunikuta kwenye makaburi. Sasa hivi mimi kama makaburi popote naweza kapita tu. Na kukaa. Wala sina shida. Nilikuwa nashangaa watu wanakaliaje. Kumbe kawaida. Ni watu kama sisi tu wametangulia. Lakini muda ulivyokwenda nikaanza kuzoea, naweza kwenda sasa hizi muda wote naweza kwenda, ule uzito with time ukaondoka. Sasa usizuie. Sio kwamba sitaki kwenda makaburi, najikumbusha, nenda. Tena wewe ambao hujisikii kwenda ndio uende. Itaenda baada ya muda utaona tu kawaida, unafika pale, utaenda na watoto, utaenda na wajukuu, unaonyesha jamani, ni baba yangu ameshatangulia, na mimi ipo siku nitatangulia. Tena mimi nawaambia, mimi unawaandaa kabisa. Mimi nitakaa pale, tumeshaandaa kabisa. Mimi nikifariki pale. Nitaekwa pale, nitapumzika pale. Nyinyi endeleeni na maisha yenu kama kawaida. Na nyinyi zamu yenu ikifika mtaondoka. Mtachagua wapi? Mtachagua wenye mahali pa kupumzika. Mimi naomba niweke pale. Ikiwa convenient, sipokuwa convenient doesn't matter. Popote. Sipo. Alafu wasielewi. Watu alisema apelekwe sijui wapi. Ukiangalia maskini ya Mungu, uchumi mbovu. Ni gharama kubwa, mtu hayupo. Unafanyaje? Zikeni popote. Sisi Wachaga kuzika ni lazima peleke Marangu. Lakini sasa baba alishatuambia kabisa. Tena alisema nafikiri kama miezi 6 kabla. Kama mimi nikifa unaenda kunizika Marangu. Mama akasema popote. Tulikuwa tunatia tu story. Hivi baba wewe ukifa mimi nipelekeni Marangu. Mama akasema bwana mimi popote. 6 months later, yani tungejua alikuwa anaongelea kitu ambacho kiko hapa usoni. Kwa sasa mama ametangulia, baba yuko ICU. Anapumulia mashine. Mama amefariki. Sasa wasema tumpeleke mama Marangu. Baba yuko ICU. Sema bwana, tukakaa familia sasa bwana tumzike. Kwa tukamzika mama nyumbani. Kwa hiyo 2 weeks later baba alivyofariki, sasa tunamhamisha mama tukamzike na baba ama tunamuunganisha baba hapa. Sasa unajua si familia ya kikuani tena walokole. Nasema bwana baba alisema Marangu lakini baba hayupo, mazingira ya ruhusu, tunamweka hapa. Kwa sababu pia umuone mama hapa. Baba yuko kule, funge safari kwenda kule. Wakati you can see both of them hapo. Tukamweka hapo, lakini sasa Marangu akaja juu kweli wazee, kwa ikabidi tukaenda tukachinja mbuzi, baadaye baada ya mwaka tukachinja ng'ombe, then tukaerect a monument in their memory pale mahali ambapo wangewazika. Tukaandika na historia zao kwa engraved, basi at least wazee wakafurahi wakaridhika. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiachilia upitie hiyo process, lakini kingine tunahuzunika tofauti. Yani tunapitia hizi process tofauti. Mwingine atapitia mwezi, mwingine mwaka, mwingine miaka. At least uone progress. Usikubali kustuck mahali ukajigundua umekaa mahali miezi 3, 6, mwaka. Tafuta msaada. Lakini usikubali kujilinganisha kama walikuwa wanasema Irene Ali.
Irene anacheka. Mwambie nyinyi hamjui anachopitia, uwezo ukajua mpaka naye mwenyewe upitie. Kwa hiyo tuna grief tofauti, usijifanishe na wengine na usijilazimishe uwe kama Irene. Wewe unajisikia kulia unasema mbona Irene akulia kwa na mimi. Wewe unajisikia ku relax unasema mbona watu wanategemea nilie. Kwa hiyo unalia ile ya fake mpaka unaona ile wasanii wengine wanajifanya wanazimia kabisa. Alafu unatoa mtu anazimia huku mguu unaona kabisa huyu ana napeana ujinga. Lakini cha muhimu labda cha mwisho niseme usifanye maamuzi makubwa kwenye kipindi hichi. Kwa sababu hiki ni kipindi hakina tofauti na mtu mlevi, hakina tofauti na mtu mwenye njaa kali, hakina tofauti na mtu aliye kwenye mahaba. Usifanye maamuzi kwenye kipindi hiki. Kipindi hiki wewe grief tu, utakosea tu ni lazima, kwa sababu utafanya ukiwa kwenye majonzi. Utafanya maamuzi alafu baadaye utakuja kuyajutia. Unakuta watu wengi wanafanya maamuzi, mwingine anaachana na mke wake, mwingine anaacha kazi, mwingine anaharibu biashara kama Irene alikuwa ananiambia unatumia hela vibaya. Niambia kesi tunatumia wote, nasema no, lakini this is not normal. Ebu relax. Naona kama afya kananiambia uko reckless. Kwamba unafanya tu vitu yani hauko tena careful. Ni kwamba unataka kwenda kwa join ama maana kama unatuaga tuambie kabisa tujue moja. Hiyo nake sometimes inaweza kuwa brutal. Kwa hiyo kipindi hiki jitahidi usifanye maamuzi ambayo ni permanent. Kama ni maamuzi madogo tu ambayo hayana lasting impact, lakini jitahidi usifanye maamuzi makubwa katika kipindi, kwa sababu ni kipindi ambacho akili yako bado haijarudi, hauko sawa kabisa. Kwa jitahidi utulie mpaka utakapofikia mahali kuna stability fulani vina some form of acceptance. Of course utakuwa unarudi tena wakati mwingine kwenye denial, kwenye anger, kwenye depression, lakini kwa sehemu kubwa uwe umefikia kwenye kukubaliana na uhalisia kwamba hili jambo limeshatokea. Lazima kuna muda unapiga episode zote. Kwa wakati mmoja unakuwa na hasira, unakuwa una depression, unakuwa unajisikia hatia, yani ni kama zinakuvamia kwa wakati mmoja. Kwa wakati mmoja tukiongea hivi kuna mtu anasema kwa hiyo nitakuwa shocked. Alafu nitadeny. Kuna mtu unapiga zote kwa mpigo yani. Hapo you are shocked, hapo unakataa, hapo una guilt, hapo yani hasira, kila kitu kinakuja kwa muda mmoja. Lakini eventually Mungu akikusaidia na zaidi sana kupata support. Tafuta kuwa na support. Sisi ambao tuko makanisani kupata watu genuine wa kukusupport. Kama huna kwenye professional area, kuna watu professionals wa kukusaidia kwenye counseling, lakini pia kwenye familia na ndugu. Ndio maana Mungu hatuzaliwi kama wanyama tukatupwa. Tunakuja kwenye family. Kwamba kuna baba mkubwa, baba mdogo, kuna shangazi, kuna binamu. Katika timu nzima lazima wakuwepo watu 2 watatu ambao wana akili timamu, wanaweza kukusaidia. Kama hawapo basi kwenye seko yako ya fellowship, wale watu mna network nao, labda kwenye vikoba, labda kwenye biashara, labda kwenye kazi, lazima atakuwepo mtu mwenye akili timamu ambayo unaweza ukamwegemea kwenye hicho kipindi. Ukikosa huyo unaweza kaingia pabaya. Ndio hapo kuna suicide, watu wanajiua. Unaweza usijiue lakini ukaua mahusiano, ukaua biashara, ukaua vitu vingine vingi tu ambavyo baadaye unakuja unajuta sasa hivi nilikuwa nafikiria nini. No, ulikuwa kwenye grief. Ulikuwa huko kwenye maombolezo na hujamaliza. Na wengine wanalazimisha kama kwenye Biblia ambapo baada ya siku 40 alipokufa Musa, Mungu akamwambia sasa inukeni muende. Kwa watu wanalazimisha kwamba yani grief iwe 40 days. Hakuna hiyo calendar. Kila mtu haiko hivyo. Kwa hiyo ni vizuri tukapata support system. Watu wakusaidia, watu wakutegemeza. Usione aibu aise kuomba msaada pia. Kuambia watu kwa kweli mimi siko sawa. Nahitaji msaada. Yani utaeleweka. Sababu si kitu cha ajabu. Hautakuwa wa kwanza. Ni heri ukasaidika kuliko kuendelea kuangamia peke yako na kuumia. Okay, kwa hiyo nafikiri kwa
kwa sehemu hizo 5 nilizoeleza ni kwamba tujikumbushe kwamba kupitia majonzi ni kawaida ya binadamu. Hata wanyama pia, ukiangalia Discovery Channel za wanyama, wanapo lose mtu au member ya familia wana grief kwa muda, ila wao wana get over very quickly, wana move on. Kwa hiyo tujikumbushe tu kwamba ni kawaida, ndio dunia ilivyo, kwamba ile ilikuwa ni zamu yao, zamu yangu inakuja na mimi nitapita. Yes. Basi ni kawaida, lakini tukae vizuri kwenye ule mchakato, zile hatua, na ili tusije tukafanya madhara yakatudhuru, kwamba tukafanya maamuzi ama tukafanya vitu ambavyo baadaye vikaja vikaweka alama ambayo inakuja kutuharibia future yetu, kwa sababu wao walikuwepo katika muda wao, wakafanya majukumu yao, wameondoka. Maana na wewe upo kwa muda wako, utafanya yaliyokuleta, utaondoka na watoto wako na wajukuu, kila mtu kwa sehemu yake. Sasa katika process ya kujifunza kuishi bila wao, isije kaharibu kile ambacho ulipaswa kukifanya na kumalizia sehemu yako na wewe ukaondoka kwa zamu yako. Yes. All right. Ladies and gentlemen, tulikuwa na Mwalimu Timothy Kiara. Tumezungumzia mengi sana. Naamini utakuwa umesaidika. Chukua, fanyia kazi, usipuuze pale unapofiwa kwamba ni kawaida. Sio kawaida. Baadaye utakuja ubadilike uwe mtu wa ajabu, afu watu wanakushangaa na unajishangaa nimefikaje hapa. Kwa hiyo Mwalimu Tim, sijui tutajie social media zako, mtu akitaka kukufollow huko. Haya. Mimi ninapatikana kwenye social media zote kama Hekima Talk, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye TikTok, zote ukiandika tu Hekima Talk utanipata huko. Tunafanya huduma inaitwa mentorship, tunafanya counseling na life coaching. Ukiingia tu kaangalia, hata kwenye YouTube pia inaitwa Hekima Talk, utatukuta huko. Kuna baadhi ya masomo tumeshaweka kwenye YouTube, nakaribishwa kujifunza. Na kuna vitabu nimeandika. Kitabu cha kwanza nilichoandika ni kitabu kinaitwa Ndoto Yako Inawezekana. Hii ni mfululizo wa mafunzo ya kumsaidia mtu anayetafuta kutimiza ndoto yako. Lakini kingine niliandika ni baada ya kupita kwenye hii mchakato wa kupoteza wazazi, nikaandika kitabu cha kwanza ambacho ni kuhusiana na baba yangu, ambacho kinaitwa My Father's Legacy. Hii nimetengeneza cha Kiswahili na cha Kiingereza. Kuna hiki hapa cha Kiingereza na kuna cha Kiswahili chake. My Father's Legacy, mambo 14 niliyojifunza kwa mzazi wangu ambao ningependa kuwafundisha watoto wangu wa kiume. Na kingine nimeandika ni My Mother's Influence, na kina Kiswahili chake ni mambo 14 niliyojifunza kwa mama yangu ambao ningependa mabinti zangu wajifunze. Na hiki cha My Father's Legacy tumeshakifanyia session yake, na hiki cha mama tujakifanyia, ila nitamwachia Kamrini, atapitia, ataangalia ni topic gani inamvutia zaidi, basi tukipata muda tutakuja kujifunza zaidi. Asante. Na kushukuru sana kwa muda wako. Mimi naitwa Irene Kamugisha na umekuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi na Mwalimu Tim. Basi kama wewe ndo umefika hapa kwa mara ya kwanza, yani ndo umejikuta tu uko hapa, basi karibu kwenye familia hii. Sisi huku tunagawaga upendo tu. Tunagawa upendo na tunapenda kuona ukipiga hatua ukiwa salama kabisa kwenye maisha haya. Nakutakia kila laheri, tukutane tena kwenye episode ijayo.